Ukweli mchungu ambao ameweza kuzungumza makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi umekuwa ni ukweli ambao huwezi kupendwa na mtu yoyote hapa duniani ambaye ni fisadi, mwizi, mla rushwa na kiongozi yoyote ambaye apendi kuwajibika. Hii si mara moja wala mara mbili. Niliwahi kuandika katika safu hii nikisema kuwa makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi atamsaidia sana Rais Samia Suluhu Hassan. Nilieleza hivyo kwa sababu namuona kama kiongozi anayesema ukweli hata unapokuwa ni mchungu kiasi gani. Dr. Nchimbi ni miongoni mwa viongozi ambao ninavyoona wanaweza kusema ukweli bila kujali ukweli huo utamfurahisha nani na utamuudhi nani. Mradi jambo analolizungumza anaamini ni ukweli na yuko tayari kulisema. Kuhusu hizo kweli chungu za Dr. Nchimbi, hii ni mara yangu ya 4 kuzizungumzia katika safu zangu au katika video zangu hapa ninazokuwa na kusogezea katika chaneli hii. Mara ya kwanza ilikuwa pale aliposema baadhi ya viongozi wa CCM walikuwa wakiwatukana wapinzani. Alisisitiza kuwa wapinzani ni Watanzania wenzetu, wana nafasi yao kwa mujibu wa katiba na wote tunajenga nchi moja. Kuwanyanyasa wapinzani alisema ni ujinga. Katika kipindi hiki nadhani hapa Emmanuel Nchimbi alikuwa kama sio katibu, alikuwa ni makamu mwenyekiti wa chama cha CCM. Alikemea sana pale ambapo makada viongozi wa Chama cha Mapinduzi walikuwa wakitoka na kuweza kuwatukana viongozi wa vyama vya upinzani. Tuweza kuona kuna baadhi ya viongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi walikuwa wanajiona kama wao ni miungu au ni Mungu, wanaongea chochote wanachojisikia. Lakini Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alikemea hicho kitendo. Lakini mara ya pili ilikuwa alipowaomba viongozi wa dini kumwombea Rais Samia Suluhu Hassan awe na jicho la tai la kuweza kuona mbali. Mimi nikaongeza kuwa Rais Samia Suluhu Hassan hapaswi kuombewa na viongozi wa dini pekee, bali pia na Watanzania wote wenye mapenzi mema kwa nchi yao. Lakini mara ya tatu ilikuwa ni siku ya sheria alipokubaliana na kauli ya rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Boniface Mwabukusi kuhusiana na mambo ambayo yaliweza kutokea au kilichotokea mnamo Oktoba 29. Alisema kwamba jambo hilo lilikuwa ni kubwa, baya na lenye kuumiza, huku akiwataka viongozi kupunguza kulizungumzia mara kwa mara ili lisizidi kuwaumiza Watanzania. Sasa katika jambo hili mimi sipendi kuficha mambo, kwa sababu kwenye hili swala ambapo la kuongelea haya mambo, kiongozi mkubwa alikuwa akiongelea jambo hili alikuwa ni PM, waziri mkuu. Katika ziara zake mara nyingi alikuwa anapenda kwa sana kuongelea haya mambo ya Oktoba 29. Viongozi wa vyama vya upinzani walikuwa wanapenda sana kuongelea mambo ya Oktoba 29. Tukianza mfano wa viongozi au makao au waziri mkuu, alikuwa akienda katika mikutano au ziara zake zile, alikuwa anapenda sana kusema kwamba watu wa vyama vya upinzani walilipa kuweza kuanzisha vurugu. Wao na wanaharakati ndio waliweza kuchochea vifo vya watu hao na machafuko kuweza kutokea hapa nchini Tanzania. Lakini baada ya tume ya Jaji Othman Chande, tuweza kuona visababishi vikuu ambavyo viliweza kutaja katika tume ile ni kwamba madai ya katiba mpya ilikuwa ni chanzo kikubwa, ugumu wa maisha hapa nchini ilikuwa ni chanzo kikubwa cha kuweza kuchochea utekaji uliokuwa unaendelea hapa nchini Tanzania. Viongozi wa serikali kutokuwajibika ilikuwa ni chanzo kikuu cha machafuko yale. Kutokuwa na ajira kwa vijana ilikuwa ni sababu ambayo iliweza kuchochea maandamano yale na vurugu zile kuweza kutokea hapa nchini
Tanzania. Sasa hapa Dr. Emmanuel Nchimbi aliweza kukemea jambo hilo kwamba viongozi, wanaharakati na wanasiasa waache kuwa wanaongelea hili jambo la mauaji ya Oktoba 29 kwa sababu linawaumiza Watanzania waliopoteza ndugu zao. Kwa hiyo katika jambo la tatu alikuwa ameliongelea hilo, lakini jambo la nne ilikuwa ni hii safari katika swala la katiba mpya. Dr. Emmanuel Nchimbi katika kauli yake amezungumza ukweli mchungu, lakini kwa namna ambayo si tu inaweza kumsaidia Rais Samia Suluhu Hassan bali pia taifa na Watanzania kwa ujumla. Ameelezea jambo muhimu kuhusu umuhimu wa katiba mpya na zaidi ya yote kile kinachohitajika ili katiba mpya hiyo ipatikane. Swala la katiba mpya limekuwa likizungumziwa katika siasa za Tanzania kwa miaka mingi. Mchakato wake au kuwepo katika irani za uchaguzi za CCM mwaka 2010 hadi mwaka 2015, lakini rais wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kwa uamuzi wake alianzisha mchakato huo kwa kuunda tume ya mabadiliko ya katiba mpya iliyoongozwa na Jaji Joseph Warioba. Baada ya tume hiyo kukamilisha kazi yake, hatua nyingine ikafuata ya kuweza kuundwa kwa bunge maalum la katiba. Bunge hilo lilitoa katiba inayopendekezwa iliyokuwa ikisubiri hatua ya mwisho ya kuweza kupigiwa kura na wananchi. Hata hivyo, awamu ya Kikwete ilimalizika kabla ya mchakato huo haujakamilika kwa sababu mchakato huo ulivurugika pale bungeni. Baadaye swala la katiba mpya likaingizwa katika Iran ya uchaguzi wa CCM ya mwaka 2015 hadi mwaka 2020. Hata hivyo, katika awamu ya 5 ya Rais John Pombe Magufuli, mchakato huo au kuendelea, huku akisema kuwa katiba mpya haikuwa kipaumbele chake. Katika Iran ya uchaguzi wa mwaka 2020 hadi mwaka 2025, hoja ya katiba mpya ikaondolewa. Uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 ukafanyika huku idadi ya wabunge wa upinzani waliochaguliwa Tanzania bara ikiwa ni ndogo sana katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani alianza na falsafa ya maridhiano, mageuzi, ujenzi upya na matumaini mapya, yaani alimaarufu kama 4Rs. Kesi dhidi ya baadhi ya viongozi wa upinzani ziliondolewa, mikutano ya kisiasa ikaruhusiwa na hatua mbalimbali za kuweza kujenga maridhiano zikachukuliwa. Serikali pia ilifanya mabadiliko katika mfumo wa uchaguzi, ikiwemo kuanzishwa kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Muhimu zaidi, suala la katiba mpya likaingizwa katika Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050 na baadaye katika Irani ya uchaguzi wa CCM ya mwaka 2025 hadi mwaka 2030 ikaingizwa pia. Rais Samia Suluhu Hassan pia wakati akizindua bunge jipya aliahidi kuwa mchakato huo wa katiba mpya ungeanza ndani ya siku 100 za mwanzo za uongozi wake. Hata hivyo, siku hizo zimepita bila mchakato huo kuanza kwa kiwango ambacho wananchi walitarajia. Ndio maana kauli ya makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi inapata uzito kwamba Watanzania tupambanie katiba mpya, katiba ambayo kila Mtanzania popote pale atakapokuwa atajivunia na katiba hiyo, katiba ambayo itakuwa inatetea haki za binadamu, katiba ambayo itawahusisha wadau wote, katiba ambayo italiongoza taifa kwa zaidi ya miaka 50 ijayo. Alipotaka Watanzania kwamba wapambane wapate katiba mpya ambayo ina makubaliano ya wadau wote, katiba yenye muafaka wa kitaifa itakayofaa
kwa miaka 50 ijayo. Hii ni kauli inayotoa moyo au inayotia moyo. Akaenda mbali zaidi, akasema kwamba katiba hiyo inapaswa kumfanya kila Mtanzania ajivunie nchi yake, iwe katiba inayojali maisha ya mtu na kuheshimu haki za binadamu. Pia alisema kuwa maendeleo hayapaswi kutazama kwa upande wa uchumi pekee, bali yanapaswa kuhusisha heshima na utu wa binadamu anayeishi Tanzania. Lakini pia ndipo aliposema ukweli mchungu ambao wanasiasa, wapinzani na wanaharakati na Watanzania wote wanapaswa kuuelewa. Ni ukweli gani? Alisema moja ya mambo muhimu katika kuhakikisha katiba mpya inapatikana ni utashi wa kisiasa wa rais aliyeko madarakani. Yaani kwamba kupatikana kwa katiba hapa nchini Tanzania ni utashi wa rais aliyeko madarakani. Yaani kwamba rais akipenda katiba itapatikana. Mfano mzuri, ngoja nikwambie kwa nini hii point ina maana. Mwaka 2010 hadi mwaka 2015 katika Irani ya Chama cha Mapinduzi, swala la katiba mpya alikuwepo, lakini kwa utashi wa Jakaya Mrisho Kikwete alianzisha mchakato wa katiba mpya kwa sababu yeye alipenda kwamba katiba mpya ipatikane, lakini ikakwama. Yaliyotokea nadhani tunajua ni yapi yaliweza kutokea mpaka kusababisha katiba hiyo ikakwama. Sasa hapa Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anapotuambia kwamba upatikanaji wa katiba mpya ni utashi wa Rais Samia Suluhu Hassan au rais yoyote aliyepo madarakani, kwamba akipenda ndipo katiba mpya inaweza kupatikana. Huu ni ukweli ambao haupaswi kupuuzwa. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, rais ndiye mwenye mamlaka ya juu katika uamuzi wa serikali. Anaweza kushauriwa na watu mbalimbali, lakini mwisho wa siku maamuzi ya kisiasa kuhusu masuala makubwa ya nchi huhitaji utashi wa mwenye dhamana hiyo ambaye ni rais. Kwa mtazamo huu, kitendo cha Rais Samia Suluhu Hassan kukubali swala la katiba mpya iingizwe katika dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 na ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025 hadi mwaka 2030 ni ishara muhimu kwamba kuna utashi wa kisiasa wa kulifikisha swala hili mbele. Sasa changamoto kubwa si tena kuweza kukusanya maoni ya Watanzania kutoka mwanzo. Kazi kubwa kwa sasa iliyopo ni kutumia msingi uliowekwa na tume ya Jaji Warioba kupitia, kuboresha na kuongeza maeneo ambayo hayakuwemo kwa kuzingatia mabadiliko yaliyotokea hapa nchini. Kwa hiyo, kauli ya Dr. Nchimbi isiishie kuwa maneno mazuri ya kisiasa, iwe ni kichocheo cha kuweza kufanya mchakato uanze. Rais Samia Suluhu Hassan tayari ana nafasi ya kihistoria ya kuweza kukubali kwamba katiba mpya ianze. Lakini maswali mengi ambayo yamekuwa yakizungumziwa ni kwamba kama Rais Samia Suluhu Hassan anakubali kwamba katiba mpya ianze, kwa nini makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi anatuambia kwamba Watanzania tupambanie katiba? Hapa ukiwa na D2 tu unatosha kuelewa kwamba labda kuna watu ndani ya taifa hili hawapendi katiba mpya kwa sababu ya maslahi yao binafsi, ndio wanaokwamisha mchakato huu. Hayo ni maswali ambayo mimi na wewe tunatakiwa kujiuliza kwamba ni wakina nani wanakwamisha katiba mpya isipatikane. Anaweza kuacha urithi mkubwa kwa taifa na kuhakikisha Tanzania inapata katiba yenye mwafaka mpana inayoheshimu haki, utu na matarajio ya wananchi. Nadhani hapa
ndipo tunapotamatisha jambo hili kwa tunakusogezea kuhusiana na ukweli mchungu wa makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, ambao viongozi au mtu yoyote hapa nchini na duniani kote, ukweli huu mchungu wa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aweza akaukubali akiwa ni fisadi, mwizi, chawa, asiyekuwa mwajibikaji, mla rushwa, aweza akakubaliana na jambo la katiba mpya na sifa ambazo ameweza kuzitaja makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi, kwamba katiba hiyo iweje kwa hapa nchini Tanzania. Katika watu niliokutajia hao, sifa za watu hao hapa nchini Tanzania, nadhani ndio wanaokwamisha katiba hii isipatikane: mafisadi wala rushwa, mafisadi wala rushwa, viongozi wasiopenda kuwajibishwa, waweza kukubali swala katiba mpya kupatikana hapa nchini Tanzania. Sasa ni wakati wako wewe ndugu Mtanzania kutuachia maoni yako na kutuambia kwamba ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine kuendelea kujuzana taarifa mbalimbali kuhusiana na yale yanayojiri katika taifa letu la Tanzania.